ujumbe wetu tumekuja nao ni ule ule ulioko kwenye slogan yetu ya mwaka huu, rasimisha biashara. Tunataka biashara za maziwa zisiwe holela, kwa sababu holela umethibitika kuwa na madhara makubwa kwa walaji. Lakini tunasema kwamba tutakaporasimisha biashara ndio tutakuwa na mchango katika pato la taifa. Watu wengi wanaofanya biashara holela hawachangii katika pato la taifa. Wao wanaweka mifukoni kwao, lakini wanahitaji huduma kutoka ndani ya serikali. Lakini tumesema ya kwamba tupate kipato sisi wenyewe. Utakapofanya vizuri ukarasimisha biashara, ni rahisi kupata kipato cha uhakika. Biashara holela tumeona kwamba hazina tija. Kwa hiyo ndio ujumbe wetu wa mwaka huu. Tunawashukuru sana. Ukuaji wetu ni kwa 2%. Tumekaa hapo kwa muda mrefu, ni kwa 2.13, na hizi ni takwimu tulizo nazo ndani ya serikali na chombo chetu cha NBS, National Bureau of Statistics. Kwa hiyo tunaona tukikua mwaka hadi mwaka. Nimesema jana ya kwamba tumesajili watu kwenye mfumo ulio rasmi, wadau 7,000. Nitumie neno wadau. Ni ukuaji kutoka wadau wachache miaka michache iliyopita. Kwa hiyo tunaona kwamba tunaongezeka, na hata wenyewe umeshuhudia ya kwamba wadau wa maendeleo wanaongezeka, wafugaji wanaofanya biashara nzuri nao wanaongezeka, wawekezaji katika viwanda wanaongezeka. Tumetoka viwanda kadha wa kadha miaka iliyopita, leo tunazungumzia viwanda 188 nchi nzima. Tunazungumzia vituo vya kukusanya maziwa 275 nchi nzima. Tunazungumzia vyama vya ushirika karibia 186 kwenye tasnia ya maziwa. Kwa hiyo utaona ni ukuaji mkubwa, ni jambo zuri, na sisi tunajivunia jambo hili, ingawa bado tunakuwa kwa kusuasua. Sisi tunaona kwamba tunahitaji kukua zaidi, lakini ongezeko hilo linaendelea kutia moyo ya kwamba watu wengi wataendelea kuja katika tasnia ya maziwa. Na hii sio juhudi zetu pekee yetu serikali, ni juhudi zetu serikali, wadau wanaofanya kazi zao katika tasnia ya maziwa, lakini wadau wa bia wa maendeleo na watu wengine wengi wanaoshughulika na shughuli za tasnia ya maziwa. Tunakwenda lita bilioni 13 na nyongeza zaidi. Hayo ni maelekezo ya dira 2050, lakini mipango yetu mikakati ya miaka mitano inatuelekeza kufanya ongezeko kila mwaka, na ndicho tunachokifanya. Mtakumbuka tumetoka lita bilioni 4.0 mwaka wa jana, tunakwenda sasa kwenye lita bilioni 2 mwaka huu, lakini tunakwenda tukiongezeka kwa kiasi kikubwa, kwa angalau 10% ndilo ongezeko. Kwa hiyo tunajiona hatuko mbali, 2030 tunategemea kuwa tumekwenda lita bilioni 10. Maziwa ni dhahabu nyeupe, kama ilivyo slogan yetu ya maziwa ya miaka yote. Maziwa ni dhahabu nyeupe, tunawaita vijana. Najua vijana wanachokiogopa ni nguvu ile inayotumika katika kuhudumia mifugo, kujenga mabanda na mambo kama hayo. Sasa teknolojia zipo, tunakwenda kidijitali. Tumezindua jana kitu kinaitwa Maziwa Hub kwa ajili ya vijana, upatikanaji wa takwimu. Ng'ombe anaumwa, unapata habari kwenye simu. Ng'ombe anahitaji chakula, unapata habari kwenye simu. Soko liko wapi, unalipata kwenye simu. Bei ya maziwa ikoje, unaipata kwenye simu. Mambo kama hayo yametengenezwa na wenzetu wa chama cha wasindikaji TAMPA, na wakisaidiana na wabia wa maendeleo. Bill & Melinda Gates ametoa fedha kwa ajili ya jambo hili. Nafahamu wenzetu wa Heifer International wamefanya jambo hili, wenzetu wa Landaholics wamefanya jambo hili. Yako mambo mazuri yanaendelea katika maeneo haya. Ni vizuri sasa vijana wachangamkie fursa, tusikae mitaani kulalamika hatuna ajira. Twendeni tukawekeze katika tasnia ya maziwa ambayo ina faida nyingi. Bei ya maziwa ni kubwa, na sisi tumesema unapopata lita 100 tu za maziwa unaajiri Watanzania 4 permanently. Kwa hiyo ni jambo kubwa, jambo ambalo tunaliita tusilalamike mitaani, tusilalamike mitandaoni. Twendeni kwenye kazi, tukafanye kazi kwa bidii, mafanikio yapo kazini.